Ni wazi wana nia ya kusimulia hadithi maalum sana. Inapokuja suala la Afrika kwa ujumla, lakini hasa inapokuja suala la Tanzania. Nina uhakika kwamba Dr. Maponga alisema Tanzania ni upende usipende. Ni kama alivyosema, Tanzania ni uwanja wa vita wa kijiografia barani Afrika, na ambapo maslahi ya kiuchumi ya magharibi yanahusika. Vyombo hivi vya habari si vyombo vya habari visivyo na upande tu. Havina upande wowote. Pia ni vyombo vya habari vya serikali. Hivyo CNN kwa mfano ambacho kinajifanya kuwa kinamilikiwa binafsi. CNN ni chombo cha habari cha serikali ya Marekani, na ninaweza kuthibitisha hilo. Ufadhili wake unatoka wapi? Akina nani ambao huchangia kwenye jukwaa lake? Unaweza kufanya utafiti fulani na kugundua idadi ya watu wanaochangia kwenye CNN, iwe kama mwandishi wa habari au kama wachangiaji ambao wanatoka kwenye sekta ya ulinzi ya Marekani. Ni chombo cha habari cha serikali. BBC ni chombo cha habari cha serikali. Chombo cha habari cha serikali daima kitafuata miongozo ya nchi inayokifadhili. Ndivyo mambo yanatokea. Shirika la utangazaji linalomilikiwa na serikali ya Tanzania, huwezi kutarajia lifanye hivyo kwa ujumbe kwa jukwaa ambao ni kinyume cha maslahi ya kijiografia ya serikali ya Tanzania. Ndivyo ilivyo pia kwa serikali. Hivyo watakuwa na nia kusimulia hadithi inayoonyesha Tanzania katika njia hiyo inayofanya Tanzania kuwa katika hatari zaidi ya lengo hilo kuu la uingiliaji kati ya kijeshi wa Marekani katika nchi ambayo hatimaye itakuwa ndio, ikiwa nchi hii unaielewa kama uwanja wa vita wa kimkakati kati ya China na upande mmoja na Marekani kwa upande mwingine. Ni wazi kuona kwamba Wachina wanashinda kwa njia namna au umbo fulani. Hatimaye njia ya kubadili hiyo athari ya kiuchumi ya China na utawala pia ni kutumia jeshi, ambacho wamefanya katika maeneo ambayo sasa wanafanya nchini Nigeria. Nigeria sasa ina kituo cha kudumu cha kijeshi cha Marekani kwenye ardhi yake kwa mara ya kwanza. Sawa, hivyo miradi hii hutokea kwa hatua. Hivyo kimsingi huko katika hatua ya mapema, na mchakato huu kulinganisha na hatua ambayo Nigeria ipo sasa hivi. Hivyo ni njia. Wakati tulikuwa tukipitia haya, vyombo vya habari vile vilikuwa vikiuza hiyo mizunguko ya habari katika nchi yetu. Wewe ni mfano wa hivi karibuni tu wa hii vita kati ya hawa tembo wawili, na wewe ndiye nyasi inayoteseka. Hivyo ndivyo maana tulifikiri kwamba ingawa hatuna rasilimali za CNN au BBC, sisi ni timu ndogo sana, lakini katika uwezo wetu mdogo lazima kuwe na upinzani fulani. Lazima tusimulie hadithi mbadala ambayo angalau inafanya hadhira kubwa ya Afrika ielewe. Zaidi ya simulizi hii ya juu, unajua serikali yenye ukandamizaji, unajua waliua waandamanaji. Hatusemi kwamba haikufanyika, lakini sio hoja kabisa kwamba haya yote ni upotoshaji wa kimkakati kwa watazamaji wa Afrika, au kwamba inatumika kama msingi wa kuaminisha nchi hii kwa namna fulani ambayo inahalalisha uingiliaji wa moja kwa moja wa wageni ambao ndicho hasa. Hivyo kulingana na uzoefu wetu, nadhani jambo la kwanza ni kuwa na ufahamu kwamba hakuna kitu kama upendeleo katika uandishi wa habari. Kila aina ya uandishi wa habari ina upendeleo. Kila aina ya uandishi wa habari ina ajenda, kila mmoja bila ubaguzi. Kwanza ni kuelewa kwamba BBC na CNN si rafiki yako. Wengi wetu, unajua mimi pia ninatoka kwenye ile unajua taasisi ya uandishi wa habari, na ninajua wengi wetu tumefundishwa kuamini kwamba watu hawa ndio kilele cha uandishi wa habari. Unapopata kazi CNN au BBC au DW au Al Jazeera, basi unafikiria kilele cha taaluma yako. Na tunahitaji kama kubadilisha mtazamo huo. Sio kweli? Ndiyo, hakika wanaweza kuwa na uwezo, lakini pesa kuliko wengi wetu. Hivyo maanisha kwamba wao ni bora katika kazi hiyo. Wanafanya uandishi wa habari ulio katika maslahi yao. Inamaanisha tu kwamba wana rasilimali nyingi zaidi za kuchezea. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kukataa wazo hilo, kwamba kwa sababu Larry Madowo alisema kitu kwenye CNN hamaanishi ni kweli. Hapana, naiga tu yale Wizara ya Mambo ya Nje Marekani. Msimamo kama huo unamfanya asipofanya atapoteza kazi. Hivyo kwanza tunahitaji kukubali ukweli huo kwamba kila mtu kwenye sayari hii ana ajenda yake. Kila mtu ana maslahi, na kwamba kama Waafrika sisi pia tunaruhusiwa kuwa na maslahi yetu, na sisi tunaruhusu kusukuma ajenda yetu wenyewe, huku ajenda ya mtu yeyote ni muhimu zaidi kuliko yetu kwetu.
na ajenda ya mtu yetu haipaswi kuchukua nafasi ya kwanza juu ya yetu katika ardhi yetu wenyewe. Hivyo jambo la kisaikolojia kwanza kabisa kwamba vyombo vya habari vya kigeni wanapokuja wanapaswa kufahamu kwamba vyombo vya habari vya ndani haviko tayari kuwapa upendeleo wa bure, kwa sababu kile kinachotokea mara nyingi sana na hii sasa katika Tanzania ni jambo la Kiafrika, na kwamba hawa jamaa wanatoka Atlanta na kutoka London, kutoka Manchester, wanakuja kwenye bara letu, wanasimulia hadithi kuhusu kitu fulani kilichofanyika hapa, na kisha tunaanza kubeba migongoni mwa hadithi walioisema, na kwamba sisi kama washika nafasi kana kwamba hatuna mamlaka yoyote. Tuliona nchi Nigeria mnamo 2020 wakati wa harakati za maandamano, ambapo baada ya hapo nini kilikuja kuwa na aina ya hadithi ya kumbukumbu ya kilichotokea. Ilikuwa kile ambacho jukwaa la CNN na kila mtu akaanza kunukuu CNN kama chanzo. Wakati huo sote tulikuwa Lagos, sote tuliishi kupitia hapo. Sisi tulikuwa hapo kimwili, tulikuwa na kamera zetu na simu zetu, tuliona kilichotokea. Lakini kwa namna fulani hadithi hiyo iliingiliwa kando. Unachojua, Shudi kutoka Atlanta alisafiri na kutuambia nini kilitokea. Hicho ndicho kisa kikawa hadithi. Hivyo ni sawa, hiyo haipaswi kuwa. Kwa hiyo kisaikolojia tunahitaji kukataa wazo la ubora wa magharibi katika uandishi wa habari. Hakuna Biblia ya ulimwengu ambapo imeandikwa mahali fulani kwamba kwa sababu mtu mweupe alikuja kutoka Ujerumani, kutoka Marekani, kutoka Uingereza, kwa namna fulani simulizi yake ni bora kuliko ya kwako. Sio kweli.